Mtazamaji, tukirejelea taarifa yetu ya kwanza ni kwamba Wakenya wameghadhabishwa mno na tukio la mapema hii leo ambapo afisa wa polisi amenaswa waziwazi kwenye kamera akimpiga risasi na kumuua mtu mmoja aliyekuwa amesimama wakati wa maandamano yaliyokuwa yakifanyika kushinikiza haki kufuatia kifo cha mwalimu Albert Ojwang. Mtu huyo alifahamika kuwa mchuuzi aliyekuwa akiuza barakoa barabara ya Moi. Shughuli katikati ya jiji la Nairobi zilitatizika mchana kutwa huku waandamanaji wakikabiliana na polisi waliokuwa wakitumia vitoza machozi kuwatawanya. Vera Mora anaeleza zaidi. Huku mamia ya waandamanaji wakimiminika katikati ya jiji la Nairobi kumshinikiza naibu inspekta jenerali wa polisi Eliud Lagat kujiuzulu, mtu mmoja alilengwa na kuuawa kwa mtutu wa bunduki. Mtu huyu ambaye ametajwa kuwa muuzaji barakoa akiwa peke yake aliegemea nyuma kwenye mlango wa duka lililofungwa chini ya kivuli chembamba cha veranda. Hakuwa na silaha wala hakuwa akiandamana. Kisha milio ya risasi mbili inasikika. Muda mfupi baadaye maafisa wawili wa polisi waliovaa barakoa wanamkaribia. Ghafla wanamzaba makofi. Kwenye video hii tunamuona akijaribu kukimbia kuokoa maisha yake, lakini badala yake afisa mmoja wa polisi alimlenga na kumpiga risasi kichwani. Bila kuguswa wala kushtuka, wanamwacha muuzaji huyu wa barakoa akifa. Tukio la kikatili ambalo ni ukiukaji wa wazi wa haki za binadamu. Tarehe 30 Aprili mwaka 2025, Jaji Bahati Mwamuye aliamuru kuwa maafisa wote wa polisi wanaopelekwa kudhibiti maandamano ya umma lazima wawe kwenye sare rasmi na waweze kutambulika wazi, ila maafisa hawa walizivaa barakoa zao. Maandamano ya Jumanne katikati ya jiji la Nairobi ni ushahidi dhahiri wa ukiukaji wa maagizo hayo ya mahakama kuhusu mwenendo wa polisi wakati wa maandamano. Vile vile, mwanzoni maandamano haya yaliyoanza kwa amani yaligeuka kuwa hofu, huku waandamanaji wakijikuta katikati ya usaliti kutoka miongoni mwa umma. Tarehe 28 mwezi Juni mwaka 2024, Jaji Muruge Dhande alipiga marufuku polisi kutumia risasi halisi, risasi za mipira, vitoza machozi, maji au matumizi yoyote ya nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji wa amani. Mahakama pia ilipiga marufuku mauaji ya kiholela, kukamatwa kiholela, utekaji nyara na aina nyingine za mateso au adhabu za kikatili wakati wa maandamano. Matukio haya hayakiuki tu maagizo ya mahakama, bali ni ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu na katiba, yakijiri wakati ambapo idara ya polisi iko chini ya darubi kali kufuatia kifo cha mwalimu na mwanablogu Albert Ojwang aliyefia mikononi mwa polisi katika kituo cha polisi cha Central hapa Nairobi.